kwenye mji wa makimbilio. Wamekuja kwako kutulizwa, wamekuja kwako kufarijiwa, wamekuja kwako kuinuliwa. Siwache Bwana, tembea mmoja mmoja Bwana, gusa mmoja mmoja Mungu. Unajua haja za mioyo ya watu hapa, unajua haja ya pindi yule, unajua haja ya mama yule, unajua haja ya kijana yule. Sema naye. Hallelujah. Ni nani aliye na mtumu juu yako? Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya. Uika tena, uika tena, simama tena, simama tena. Yako matumaini, yako matumaini, yako matumaini. Hallelujah. Yesu yupo bado, anatawala. Yesu anatawala, Yesu anatawala, Yesu anatawala. Ninakusifu, ninakutukuza. Asante Yesu kwa sababu uko hapa. Asante Yesu kwa sababu unatawala Bwana. Asante Yesu kwa nguvu zako za ajabu. Asante Roho mwema, ninakushukuru wewe, ninakuhimidi wewe, ninakutukuza wewe. Umetukuka Mfalme. Nimekuona Yesu uko mahali hapa. Umethibitika Jehova, hadi yako ni ya milele. Nakushukuru Mungu. Umetawala Bwana. Asante Jehova kwa sababu umesimama mwenyewe. Upo mahali hapa Bwana. Asante kwa madhabahu yako. Asante kwa kanisa lako. Asante Roho Mtakatifu. Nakushukuru Mungu kwa sababu umehudumu mwenyewe.
na mtumishi wako sasa amesimama mbele zetu Bwana Yesu, ninamuinua mikononi mwako Jehova. Bwana Yesu, Mungu wangu ndiye mwaminifu, mtumie wewe, sema na maisha yetu kupitia mtumishi wako Yesu. Ninamuinua kwenye viganja vyako Yesu. Yesu, simama naye Jehova. Wewe ni mwema Bwana. Asante kwa kanisa lako, una makusudi na kanisa lako Mwokozi. Ninakushukuru, ninakubariki. Asante kwa sababu unatawala. Unaosema matokeo ya utoaji wa zaka au fungu la 10. Matokeo ya utoaji wa zaka au fungu la 10. Mstari ninao sukuma kuusimamia ni kitabu kile cha Wagalatia 6 mstari wa 7. Ni mstari ambao natamani tu usimame tu pale, angalau tuongoze kwenye yale ambayo tutaendelea kukumbushana. Unafikiri unafanya na Mungu, lakini ufanye na Mungu. Kisha kutoa kwenye mfumo, amekuweka pembeni kabisa. Wewe unaenda kuswaga tu, unaenda kuswaga, unaomba maombi, Bwana nitokee, Bwana fanya hiki, Bwana nitokee nifanyie hiki, lakini kisha kutoa huku kwenye mfumo. Na ndicho anachoshughulika sasa kwa watu wa Mungu. Akifaulu kukutoa kwenye mfumo, hakuna kitakachosimama, hakipo. Kwa sababu kinachofanya mtu wa Mungu asimame ni kwa sababu yuko kwenye mfumo wa kimungu, yuko kwenye taratibu za kimungu. Huko kwenye mfumo wa kimungu ndio tunakutana na baraka, tunakutana na uponyaji, tunakutana na neema ya Mungu kwenye mfumo. Sasa anachohakikisha na kutoa kwenye mfumo tu, kwa sababu hujatoa fungu la 10. Sababu fungu la 10 sio hiari, hili ni agizo. Kama asubuhi tulivyokuwa tunajifunza, mligusia kipengele kimoja kinachohusiana na agizo kuu. Lile ni agizo, ni lazima, sio hiari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kanisani haya masomo hatufundishi sana haya utoaji, na unaweza kushangaa karibu mwaka huu mzima tumeanza, pengine hatujafundisha. Hata mwaka jana ukiangalia masomo namna hiyo ni machache sana. Ni somo ambalo huwa tunafundisha kwa waongofu wapya. Unajua wewe ukisha kumeokoka, umepitia kule, unajua tayari, wala alikusumbui hilo. Lakini tumeona kuna shida bado. Mwape mwezio kuna shida bado. Yaani sio kama mtanielewa. Wangapi umenielewa niliposema umetolewa kwenye mfumo? Kama umenielewa fanya hivyo. Amen, Mungu akubariki. Sasa kama umetolewa kwenye mfumo, mambo mengine yataendaje sasa? Yaani njia ya Mungu ilikuwa ni hii hapa. Sasa utoe fungu la 10, anakutoa na kuchomoa, unaanza kwenda hivi. Alafu naendelea kuomba. Huyo Mungu wapi, wa namna gani atakaisikia hapo? Kama umeamua kuokoka, umeamua kumcha Mungu, maana yake kwamba lazima utii na maagizo yake. Amina, watu wa Mungu. Lazima ukubali kutii maagizo yake. Na sio tu kwamba hivyo vitu vilifanyika tu kwenye hilo agano, maana tumesoma agano hilo la kale na nini, lakini kwenye agano jipya, kwenye ile Mathayo 23 pale utaona panaongelea kwa habari ya zaka. Hata wakati wa Yesu kulikuwa na zaka, ilikuwa inatolewa, na ninakupa kwa nini itolewe hiyo zaka. Amina. Kwenye kitabu kile cha Hesabu tunaposema kwa nini itolewe hiyo nieleze tu kidogo hapo ili tuendelee huku mbele, tutayaona na mambo mengine huku. Lakini Hesabu 18 mstari wa 26, hii zaka ilikuwa inatolewa kwa nyumbani mwa Mungu kwa ajili ya lile kabila la kikuhani la Lawi. Wale Walawi wenyewe hawakupata urithi. Wakati Israeli wanapotoka Misri kwenda Kanani, yale makabila yaligawiwa maeneo, lakini Lawi hakugawiwa.
Kabila la Lawi halikugawiwa, sababu lenyewe lilitengwa kwa ajili ya ukuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wao walikuwa wanategemea nini? Walikuwa wanategemea Israeli watoe zaka ndio kipatikane chakula wale Walawi, ili Walawi wasiende kufanya kazi, wenyewe ni kuihudumia tu madhabahu, kubaki tu pale kuihudumia madhabahu, masaa yote wako pale. Kulikuwepo na waimbaji, yani wale watumishi wa nyumbani mwa Bwana walikuwepo kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo zaka, ndio maana Mungu anaamulisha kwamba hawa watu hawa wakitoka watashinda kuihudumia madhabahu. Za zaka itakiwa utoe, lakini ukutoa unataka uje utoe baadaye. Biblia inasema kuikomboa. Unataka uje uitoe baadaye, unatakiwa uitoe ile pamoja na 5% ya ile zaka uliyotakiwa utoe, kwa sababu ukuitoa kwa wakati, uliitumia kwa mambo mengine. Wangapi wao wanafanya hivi? Sio. Sasa Mungu anaachilia wapi baraka hapo? Na tunarudi pale pale, ukiomba, je, maombi yataenda? Kuna mtu mmoja aliuliza swali asubuhi, alikuwa mikala, anasema nyinyi mnasema ukikosa juu ya jambo fulani moja na mambo mengine yale yote unakuwa umekosa. Ndivyo ulivyouliza? Ndivyo inavyokuwa. Amina, watu wa Mungu. Ndivyo inavyokuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ukitaka ufanye, yani Mungu afanye vizuri, inatakiwa unyooke, usipinde pinde. Ukipinda pinda, Mungu atapinda pinda zaidi. Aitwa Yakobo, ni mjukuu kwa Ibrahimu. Amina. Amen. Akaja akatoa fungu la 10. Nikupe andiko kwenye kitabu kile cha Mwanzo 28:20 mpaka 22. Umefungua Ezekiel 28:20. Biblia inasema, Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililosimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa na nitakutolea wewe sehemu ya 10. Katika kila utakachonipa nitakutolea wewe fungu la 10. Amen. Alitoa fungu la 10 kwa chochote ambacho kiliangukia mikononi mwake, akatoa fungu la 10. Lakini angalia mlolongo wa mambo ambayo alikuwa anamueleza Mungu, ukinifanyia hivi. Lakini bado ukiangalia sheria ile ya kutoa fungu la 10 bado ilikuwepo. Zitaje kwa haraka. Zaka inafungua mpingu. Zaka inashawishi Mungu aachilie baraka. Hizo mpingu ukitaka zikufungukie, mtu wa Mungu, ukitaka madirisha ya mbinguni yafunguke, mshawishi Mungu kwenye kutoa sehemu ya 10 ya mapato yako. Huwezi kulalamika, huwezi kulia tena, nimempa maskini fungu la 10, nilimsaidia mtu fulani, nilimsaidia mtumishi fulani mahali fulani. Haipo hicho kitu. Fungu la 10 linatolewa madhabahuni pale unapoabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya pili, zaka inaachilia ulinzi juu ya kazi ya mikono yako, afya yako, ndoa yako, familia zetu. Ukisoma kwenye Malaki 3:11 anaeleza hivyo vitu. Inaachilia ulinzi
Biblia inaposema atamkemea, pale ni ulinzi. Ni ulinzi wa kimungu. Wewe unashangaa mambo hayaendi. Maana yake nini? Umefungua mlango. Hukulipa zaka. Malengo kila unapopanga mwaka na mwaka mambo hayaendi. Kwa sababu umefungua mlango. Hutoi zaka. Lakini unapotoa zaka kuna ulinzi wa kimungu. Unashangaa unapata kibali. Mambo yako yanakwenda, afya yako inakwenda vizuri, ndoa inaenda vizuri, familia yako inaenda vizuri kwa sababu ya ulinzi wa kimungu. Ni Malaki ile 3:11. Lakini la tatu mahali pale, wewe utakuwa baraka. Biblia pale imetumia heri. Wewe utakuwa heri katikati ya mataifa. Ile heri ni mbarikiwa, wewe uliyebarikiwa. Yaani katikati ya watu wewe utakuwa miongoni mwa watu waliobarikiwa. Hiyo na yenyewe ni sifa ya mtu anayetoa zaka. Unakuwa heri, mwenye heri, mbarikiwa. Mara nyingi kinyume cha hapo tutaangalia huko mbele. Malaki ile 3:12 ndio inayosema pale. Madhara usipotoa. Yaani kirahisi tu kwenye kitabu kile cha Malaki 3:8 anasema utapata laana. Kwa sababu pale kinachobainishwa pale kinacholeta laana. Unaposhindwa kutoa fungu la 10, wewe unaitwa unamuibia Mungu. Wangapi walikuwa nalielewa hilo? Kumuibia Mungu usipotoa. Amina, sio geni, linaeleweka. Sasa ili limezoeleka kumuibia Mungu, liliwababaisha sana wakati ule wa Malaki. Nabii mdogo huyu Malaki. Sasa tunakuibia kwa namna gani? Mungu anawapa ukweli kwamba kwa sababu hamunitolei sehemu ya 10 ya zaka. Sababu ilikuwa ni agizo na watu kutoa zaka, wakawa hawatoi. Kwa hiyo pale tunapoongelea swala la laana, jamani, laana maana yake, laana, mahali penye laana huwa akisimamagi kitu. Huwa alisimamagi jambo jema mahali penye laana. Huwa isimamagi mipango mizuri mahali penye laana. Kaini alipolaaniwa wakati ule suliona, alikosa makao. Ndio Mungu tu kwa usalama wake tu akamwelekeza, akampa kama kaalama fulani na maeneo atakayokuwa anakaa huko, ili tu kwamba asiuawe. Maana adhabu yake ilikuwa kubwa kwamba kila atakayemuona atamuua. Sasa Kaini akalalamika, sasa Mungu, sasa hapa mimi nitaponea wapi sasa? Sasa Mungu ni wa rehema, ni wa huruma. Asa basi hutakufa, nitakuwekea kaalama. Akawekewa kaalama, lakini pia akaelekezwa maeneo ya kukesha huko. Mahali penye laana huwa hakuna baraka. Kama ni ndani ya ndoa yenyewe ni kupiganaga saa zote. Mlango adui. Usipotoa fungu la 10 unafungua mlango adui aingie. Kwa sababu anaposema atamkemea yule alaye, kinyume chake ni nini? Si anamkemea kwa yule anayetoa. Lakini wewe usiotoa unamfungulia mlango. Adui atakuja kula. Adui atakupiga. Adui atafanya chochote anachotaka kifanye pale. Kwa hiyo unamfungulia adui mlango. Rehema mbele za Bwana, umemuibia Mungu. Ni wizi kama wizi mwingine. Wanaposema wizi wa kuaminika, huu ndio wa kuaminika kweli kweli. Usio na mashaka. Without doubt. Kwenye sheria kwa na maneno yao huko. Yaani hauna mashaka kabisa. Ni wizi wa kuaminika kabisa. Ambao tungekuwa duniani hivi unapelekwa ndani.
Kwa hiyo nenda mbele za Bwana, omba rehema. Bwana, nimekuibia vya kutosha. Na sio kwamba nilikuwa sijui, nilikuwa naelewa kabisa na kuibia. Sasa sijui ilitokeaje, na ndio maana yamenipata haya yaliyonipata. Mweleze Mungu, jieleze mbele zake, jieleze tu mbele za Mungu. Mungu ni mwaminifu, kwa sababu hajarudi kulichukua kanisa bado. Bwana anaweza kufanya kitu. Amina, watu wa Mungu. Mwahidi Mungu kumtolea. Maana yani fanya commitment. Unajua jambo lolote lisio na commitment litafanyika kilegevu sana. Fanya commitment.